Audhu billahi min shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema katika sura Al-Imran, bismillahi rahmani rahim, ya Maryam qunuti lirabbiki wasjudi warkai maa rakiin. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema kwamba ya Maryamu, e Maryam, uqnuti lirabbiki, yani mnyenyekee Mola wako, kwamba ni Mola wako mlezi. Wasjudi, na umsujudie Mola wako pia. Warkai, na ufanye rukuu, yani urukuu kwa ajili yake. Maarakiin, pamoja na wale ambao kwamba wanao rukuu au wanao inama. Katika aya hii tulimaliza uchambuzi ya kwanza ambaye kwamba tuliangazia maana ya kunut, na tukaangalia kwamba maana ya kunut ilikuwa na maana 6 kulingana na Ibnul Mandhur, yani mwenye kitabu cha Lisanul Arab. Lakini katika kikao hiki tutakuwa ni wenye kuingia katika kitabu ambacho kwamba kinaitwa Tafsirul Amthal, alafu kisha tuwe ni wenye kuja au kujibu swali ambayo kwamba tulikuwa tumeuliza katika kikao ambacho kwamba kilichopita, ya kuwa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya kitu kinachoitwa taqdim wa ta'khir, yani taqdimu sujudu ala ruku, taqdimu sujudi ala ruku. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza sajda na kwa ruku? Maana tunajua kwamba katika sala na sala huwa inaanza rukuu kisha inakuja sujud. Lakini kwa nini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in? Tutakuja inshallah, yani tutakuwa ni wenye kujibu katika jawabu moja ambayo kwamba jawabu ni nyingi ambayo kwamba maulama wetu wamekuwa wenye kuiangazia, lakini sisi tutakuja na jawabu moja pekee yake ambayo kwamba hilo ndio jawabu ambayo kwamba ndio umda katika swala hili. Lakini kabla hapo tutaingia katika kitabu cha Majma'ul Bayan ambayo kwamba ni ya Sheikh Tusi, tuweze kuangalia ni yapi ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kunukuu au kueleza katika aya hii. Sheikh Tusi anasema kwamba limadha quddima as-sujud ala rukuu, kwa nini imetangulizwa sajda kwa rukuu? Na je, kama imetangulizwa sujud, yani imetangulizwa kusujudu kwa rukuu, je, inamaanisha kwamba inagongana na aya zingine ambazo kwamba aya zingine za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukadimisha rukuu kisha sajda? Na je, itakuwa inagongana na hadithi zingine ambazo kwamba pia hadithi zinakuwa ni zenye kutanguliza rukuu, kwa nini kwa sajda? Sasa anasema kwamba kwanza Sheikh Tusi anaanza anasema ya Maryam qunuti li rabbiki, ewe Maryam nyenyekee Mola wako. Uqnuti li rabbiki, yani maana yake nini katika aya hii? Anasema ubudihi, yani muabudu Mola wako, wa akhlisi lahu alibada, na ufanye ibada yako kuwa ni na ikhlas. Yani wakati ambapo kwamba wewe Maryam unapomwabudu Mola wako, fanya ibada yako iwe ni ya ikhlas. Inanikumbusha wakati mmoja, maana tuko katika masala ambayo kwamba inahusiana na mabinti zetu na wana madada zetu. Inanikumbusha wakati mmoja na hii tumesikia sehemu mbalimbali kwamba kuna wakati mmoja mume alitoka nyumbani akiwa na furaha sana, akimwambia mke wake kwamba mke wangu, leo nataka ufanye ibada, yani mwabudu Mwenyezi Mungu visawa sawa, alafu kisha nitakaporudi nitakupatia nini? Nitakupatia zawadi. Yule mke akasema, ni sawa mume wangu, mimi nitakuwa ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu inavyostahiki vizuri,
alafu kisha ukija utakuwa ni mwenye kunipatia zawadi ambayo kwamba umeniahidi. Mume akaenda zake. Alipoenda zake akarudi jioni. Aliporudi jioni akamuuliza mke wake, vipi hali yako, muendeleaje nyumbani? Mke akamwambia, mimi naendelea vizuri, naendelea salama. Sasa akamuuliza mke wake, mke wangu, uliswali ile swala ambayo kwamba nilikwambia? Mke akasema, ndio niliswali. Alhamdulillah, kama uliswali ni vizuri, mimi nilikuwa tunataka upate thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mke akamuuliza, ile zawadi kwa wapi ambayo kwamba ulikuwa umeniahidi? Mume akasema, hapana, zawadi ni thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mke akasema, ndio maana mimi sikuswali na udhu. Kwa ajili lao ningeswali na udhu basi naonyesha, lakini ni vile tu sikuswali na udhu, ndio maana hata nilijua nikawa ni mwenye kutoswali na udhu ile swala. Riwaya hii ambayo kwamba inapokewa sio, hatujapata katika kitabu, hatujapata katika haiko, ni kitu ambacho kwamba haitegemewi zaidi, lakini ni njia tu ya mfano ambayo kwamba tunaweza stafidi nayo katika ibada. Madada zangu, ni kwamba ibada ambayo kwamba unayofanya ifanye na ikhlas. Jaribu sana katika ibada yako kufanya na ikhlas. Kuna baadhi ya hadithi inasema kwamba yule ambaye kwamba atakayefanya ibada yake kwa ikhlas siku 40 kwa ikhlas. Tunamaanisha ikhlas nini? Ikhlas mutlaqan, yani ikhlas kuanzia chini mpaka juu. Kuanzia nguo ambayo kwamba unayovaa ivae kwa ikhlas, udhu ambayo kwamba unaitawadha tawadha kwa ikhlas, ibada ambayo kwamba unaifanya fanya kwa ikhlas siku 40. Anasema kwamba katika hadith ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa nuru ya hikma inaanza kuonekana moyoni mwako ikiwa utafanya ibada kwa ikhlas siku 40. Sasa Sheikh Tusi anasema waqila, na inasemekana maanahu, yani maana yake, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya Maryam uqnuti li rabbiki, anasema qila maanahu adimi ta'a lahu, yani dumisha kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia Sheikh Tusi anasema waqila, na inasemekana pia atwilil qiyama fi sala, yani tawilisha kusimama katika sala. Sile wakati ambao kwamba tuko katika ibada, tuko katika sala, tunasali swala ya naqra, yani sala ile kama vile ndege anavodona mahindi. Ndege anavodona mahindi anadona kwa haraka. Kwa hivyo tusifanye swala zetu ziwe hivyo. Wakati ambao kwamba unaingia katika ibada, ingia katika ibada ukijua kwamba uko mbele ya Mola wako, uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usiharakishe ibada yako aina yoyote ile, hata kama ni swala asubuhi, hata kama umechelewa, jaribu kuswali na tumaanina, jaribu kuswali na ile kuwa na matumaini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imepokewa pia kutoka kwa Mujahid, anasema kwamba wasjudi warka'i ma'arraki'in, yani manake kama ya'malu sajidun warraki'un, yani vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Bibi Maryam kwamba kuwa ni mwenye kusujudu na kuwa ni mwenye kurukuu na wale ambao kwamba wanao rukuu. Yani maana yake nini? Yani kama ya'malu sajidun, kama vile wanaosujudu, warakiun, na kama vile wanavyofanya wale ambao kwamba wanao rukuu. Alafu kisha anasema kwamba saizi ndio wakati muafaq ya kujibu ile swali ya kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukadimisha sajda kwa rukuu. Je, katika aya hii vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi, na sujudu, warka'i ma'arrakin, na rukuu pamoja na wanao rukuu. Je,
kusujudu huku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameitanguliza kwa rukuu, je, inaendana au iko khalifu au ina khalifu zile aya zingine? Ni taban haiwi ni yenye kukhalifu aya zingine. Kwa nini? Sasa ndo hapa majibu anayokuja nayo Sheikh, ambaye kwamba ni majibu ambayo kwamba tumeichagua, ni jibu ambalo kwamba ni fupi, ambayo kwamba pia ni maakuli. Anasema kwamba waqaddima sujudu ala rukuu au waqaddama sujuda ala rukuu, unaweza soma kivote vile, yani imetanguliza sajida kwa rukuu. Kwa nini? Sio kwamba hii kutangulizwa ni at-taqdimu lujubi. Nataka tueleze na tushereheshe kitu hapa. Kuna wakati inatangulizwa kitu kwa kitu, lakini kutangulizwa kitu kwa kitu ile inakuwa ni ya at-taqdimu lujubi, yani kwamba hii ndio inatangulia kisha inafuata nyingine. Imetangulizwa kwa taratubi, yani mfano ni kama ile aya ya udhu kwamba osheni uso na baada ya uso osheni mkono na baada ya mkono panguzeni kichwa na mguu. Sasa lakini hapa anataka kusema shekhe kwamba waquddima sujudu ala rukuu, imetangulizwa sajda kwa rukuu. Kwa nini? Lianna alwaw, kwa ajili ya wao, la tujibu tartib. Hii wao ambaye kwamba iko hapa, hii ndio jawabu ambaye kwamba tumetegemea na ndio jawabu ambaye kwamba ni basit, yani ni nyepesi sana. Hizo jawabu zingine ni jawabu ya kibalagha na jawabu zingine pia ni jawabu ya kidunia. Sasa ndo anasema li anna alwawa, hii wao hapa wakati Mwenyezi Mungu anasema ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakin, hii wao hapa ni nini? Ni sio wao ile ambayo kwamba ni ya kuwajibisha kutanguliza kitu kwa kitu kingine. Ndio maana anasema li anna alwaw la tujibu tartib, hii wao hapa haiwajibishi nini? Tartib, bali wa innama tujib, kitu ambacho kwamba inawajibisha hii wao, wa innama tujibu aljama wal ishtirak. Hii wao kitu ambacho kwamba inawajibisha ni nini? Aljama, yani kujumuisha baina ya sujud na arruku, yani pale ambapo kwamba itapatikana rukuu ndani yake kuna sajda, na pale ambapo kwamba itapatikana sajda si lazima ipatikane nini? Ipatikane rukuu. Hivyo ndio anakuwa ni mwenye kuamanisha kwa ajili. Wakati mwingine inshallah ni bahati nyingine ndefu, maana sujud ni am, yani sajda ni kitu kubwa, ni kitu pana, ni kitu ambacho kwamba inapatikana kila pale. Sajda inaweza patikana bila rukuu. Kuna sajda ya shukr ambayo kwamba inaweza patikana bila rukuu, lakini wakati ambao kwamba kuna hususia ya kupatikana rukuu haiwezi patikana bila nini? Bila sajda. Kwa hivyo anataka kuamanisha hivyo. Kwa hivyo hii wao ambayo kwamba iko hapa baina ya sujud na baina ya rukuu, sio wao ambayo kwamba inawajibisha kukadimisha sajda kwa nani? Kwa rukuu, bali ni wao ambayo kwamba iko na maana ya nini? Na afan, haina maana ya tartib, bali tu iko na maana ya nini? Ya kujumuisha baina hivi vitu viwili. Na Sheikh anaendelea, waqila, na inasemekana pia maana yake wasjudi lillahi shukran, na sujudu kwa ajili ya kumshukuru Mola wako, warkai, na wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema warkai, yani kumwambia Bibi Maryam, yani salli ma'al musallin, yani sali pamoja na wale ambao kwamba wanao swali. Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza jawabu ya kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza sajda kwa nani? Kwa ar-ruku. Tukuje katika ishara ya mwisho ambayo kwamba inshallah Ta'ala hii ndio itakuwa aya, na hii ndio aya ya mwisho ambayo kwamba tunaongea kuhusiana na Bibi Maryam, na tumeona na tumefaidika sana katika hizi aya ambazo kwamba zaidi ya aya 10 katika vikao hivi vyote. Kwa nini? Kwa ajili ya kupata athari ya kutoka kwa Bibi Maryam. Tumeona kwamba Bibi Maryam amekuwa ni mwenye kujihifadhi kuanzia mwanzo wa maisha yake. Tumeona pia mama yake ambaye kwamba ni Hanna ameweza kujihifadhi, na pia kwa ajili hata mazingira ambayo kwamba walikuwa wanaishi ilikuwa ni mazingira magumu,
Bibi Maryam mwenyewe mazingira ambayo kwamba walikuwa wanaishi ni mazingira ambayo kwamba pia ni magumu, lakini pia ameweza kujihifadhi. Sasa anasema katika taalim, katika tafsiru Nur, katika miongoni mwa mafunzo ambayo kwamba tunaipata hapa katika katika aya hii ni kwamba ya kwanza kabisa, yanbaghi liludhama an yakunu akthara tawadhuan wa ibada. Anasema kwamba viongozi wakubwa na watu ambao kwamba ni mashuhuri na watu ambao kwamba wanafahamika, wanatambulika, ni lazima an yakunu akthara tawadhuan wa ibada, yani lazima wakuwe ni watu ambao kwamba ni wanyenyekevu sana tena sana wa ibada, na pia lazima wawe ni watu ambao kwamba wako katika ibada sana. Khilaf katika zama hizi zetu, utapata mtu kama ni mtu, yani mwanamke kama ni mwanamke leo, atakapokuwa ni mtu fulani katika sehemu fulani, utajua hujui, yani utajua ndugu yangu hujui, wakati ambao kwamba wao kama wao wakiwa wamepawa kipaumbele na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiwa wamepatiwa nafasi. Na hongera kwa wale wanawake ambao kwamba wanakuwa ni viongozi katika sehemu fulani, lakini wakati huo wanakuwa ni wanyenyekevu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kuwalipa kwa hayo. Kando na wale ambao kwamba, lakini inshallah Taala pia tutakuwa wenye kuongea kuhusiana nao mbele. Kando na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawapatia nafasi wanawake, anawapatia nafasi nzuri sana katika uongozi, lakini wanakuwa ni watu wengine tofauti sana tena sana. Kwa hivyo ndio maana anasema shekhe kwamba yambaghi liludhama, viongozi wakubwa inawajibika au inafaa wao kufanya nini? Ayakunu li akthara tawadhuan wa ibada, wawe ni katika ibada wako wamebobea sana, na pia wawe ni wanyenyekevu zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya Maryam uqnuti, yani ewe Maryam, mnyenyekee Mola wako, rudi kwa Mola wako, mnyenyekee zaidi. Alafu ya pili, nukta ya pili, as-salatu war-rukuu was-sujud, anasema kwamba sala na rukuu na sajda afdalu tariq lishukr. Ukitaka kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rudi katika sala. Ukitaka kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rudi katika rukuu. Ukitaka kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumshukuru, msujudie Mola wako. Vitu vitatu hivi vitakufanya wewe kuwa mnyenyekevu sana sana. Lakini wacha ibada, wacha kumnyenyekea Mola wako, yani wacha kurukuu mbele ya Mola wako, wacha sajda, utaona tabia yako na mwenendo wako itaanza kubadilika. Lakini utakaporudi kwa hivi vitu vitatu, utaona kwamba maisha yako yanaanza kurudi. Hata wewe mwenyewe utaanza kuhisi ladha ya mwili wako, utaanza kuhisi ladha ya hisia zako, utaanza kuhisi ladha ya kuwa karibu na Mola wako. Kwa hivyo ndio maana anasema as-salatu war-rukuu was-sujud afdalu tariq lishukr. Hivi vitu vitatu ni njia bora sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea Sheikh, anasema kwamba laqad tanawalat al-aya as-sabiqa mawdhu' al-istifa' al-ilahi walladhi yastalzimu ash-shukr. Na pia aya ambayo kwamba imepita, ambayo kwamba tulikuwa ni wenye kusoma wakati ambao kwamba malaika walipoambia Bibi Maryam kwamba inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua kwa wanawake wote na amekutahirisha kwa wanawake juu ya wanawake wote. Hii aya pia inakuwa ni yenye kufungamana na nini? Kufungamana na shukuru, kwamba Bibi Maryam amefika katika cheo hicho, amefika katika martaba hiyo na katika daraja hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia vitu hivi, yani kupitia kurukuu na kusujudu na sala pia. Kwa hivyo mtu hawezi fika katika martaba ya juu na hawezi fika katika ngazi za juu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila hivi vitu vitatu. Anasema yajibu an takuna al-ibada khalisan lillah wahdahu, yani vile tulivyosema, yani ni lazima wahdahu, ni vile tulivyosema mwanzo kwamba lazima ibada iwe ni khalis kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibada bila kumfanyia ikhlas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi enda kokote kule. Nukta nne anasema shekhe, al-ibada tariqu li ta'hili al-insan wa i'dadihi, yani ibada ni njia pekee, dada zangu ambao kwamba mnanisikiza, ibada ni njia pekee ya kumtayarisha mwanadamu na kumwandaa kwenda kwa Mola wake. Ibada, hakuna kitu kingine duniani, hakuna kitu kingine. Rudi mashariki ya ardhi, nenda magharibi ya ardhi, nenda, lakini ibada ndo kitu pekee, kitu cha pekee ambacho kwamba kinamfikisha mwanadamu kwa Mola wake. Anasema nukta nyingine, salatu aljamaa wal ibada aljamaiya, yani sala ya jamaa, yani ile mtu kusali sala ya jamaa, wal ibada aljamaiya, na ibada ya ujumla, yani ibada yote ile ambayo kwamba unafanya pamoja na wenzako, laha sabiqa qabla alislam, yani iko na historia kabla ya Uislamu, yani ile watu kiketi pamoja na kufanya ibada. Na inshallah taala kuna siku tutakuja na tutaelezea kivipi, maana pia wakati wa Nabii Idris alayhi afdalu salatu wassalam, wakati wa Nabii Idris watu walikuwa wako na ninio. Inshallah taala tutaelezea kwa urefu zaidi kisa cha Nabii Idris. Wakati wake watu walishikwa sana na walishikwa sana na ukame wa muda mrefu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Nabii Idris awe ni mwenye kuamrisha watu wake waketi pamoja, wao watoto wao wazee waite pamoja, waketi pamoja na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kweli ilifanyika na wakapata mvua kwa mwaka huo. Yani walipata mvua baada tu ya kumaliza ibada, wakawa ni wenye kuruzukiwa mvua. Kwa hivyo ibada ya jamai, yani ibada ya watu kuwa pamoja, ni kitu muhimu sana tena sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu dua kwa haraka sana. Alafu nukta ya sita ni kwamba hathatha riwayat, yani riwaya mbalimbali, hadithi mbalimbali imekuwa ni yenye kusisitiza kwamba ala hudhuri almar'a fi almarasim alibadiyya. Haya mbalimbali imekuwa ni yenye kusisitiza sana tena sana mwanamke kufika katika vikao vya kiibada, yani vikao vya kiibada. Riwaya nyingi sana vimekuwa ni vyenye kusisitiza. Dada yangu pale Mbokombo utakuwepo, na pale Mbokombo unaponisikiza, ukitakaposikia kuna kikao cha kheri, nenda katika kikao hiko. Kuna sehemu ambayo kwamba wanafanya mnasaba, mfano mnasaba wa mtume, kuzaliwa mtume, mnasaba wote ule, mathalan kuna hizi ijtimaat, yani watu wanaketi na kusikiza mawaidha, nenda. Ni vitu ambavyo kwamba hadithi na riwaya mbalimbali zimekuwa ni zenye kusisitiza. Allati yahdhuruha rijal, hizi mnasaba ambao kwamba pia wanaume wanahudhuria, ni muhimu sana pia wanawake wawe wenye kuhudhuria, maana wakati ambao kwamba imewekwa vikao hivi, havijawekwa vikao peke yake kwa ajili ya wanaume, bali pia wanawake wana dauri katika hivyo vikao, yani wana dauri pia katika kujenga mujtama, na hivi vikao vinasaidia kujenga mujtama, na havijawekwa au haijakuwa ni njia ya kujenga mujtama kupitia wanaume peke yake, la, hata wanawake pia wana dauri katika kujenga mujtama. Wanawake pia wana dauri katika kujijenga kiibada, kiimani, na pia kimwenendo wao. Kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ma'arrakin, yani pamoja na wale ambao kwamba wanao rukuu, lakini anasema walakin bishat, lakini kwa shati ya kwamba mwenendo wao uwe unaelekea pamoja na mwenendo wa Bibi Maryam, mwenendo wa hijabu, ya kujihifadhi na vitu kama hivyo. Anasema kwamba inafaa wale ambao kwamba wameteuliwa na wale ambao kwamba wamechaguliwa wawe ni wenye kuketi pamoja na mujtama, wawe ni wenye kuketi pamoja na jamhuri ambayo kwamba wamo ndani yao, wasiwe ni wenye kujitenga, la an ya'tazilu nas, wasiwe ni wenye kujitenga na wawe ni wenye kutenga watu. Inafaa wale ambao kwamba wamechaguliwa, wale ambao kwamba wameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao kwamba wana athari, wamesoma, wana elimu, wana uwezo, wawe ni wenye kuketi pamoja
na watu, ndio ile warkai maa arrakiin. Sasa natija ya bahathi hii ni kwamba natija ya bibi ambayo kwamba tumeanza kuanzia mwanzo, na wale ambao kwamba wameanza kutufuatilia kuanzia mwanzo kuhusiana na kisa cha bibi Maryam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kuwalipa kila la kheri inshallah taala. Natija yote ya aya hizi 10 ambazo kwamba tumesoma na natija ya bahathi hii ni kwamba tumeona kwamba bibi Maryam ametoka mbali. Tumeona kwamba bibi Maryam ni mwanadamu. Tumeona kwamba bibi Maryam amehitajia mtu ambaye kwamba atakayemuongoza. Tumeona kwamba bibi Maryam amekuwa na dauri katika nafsi yake. Tumeona kwamba bibi Maryam amejihifadhi. Tumeona kwamba bibi Maryam amejilazimisha kuketi karibu na sehemu ya ibada. Tumeona kwamba bibi Maryam amejilazimisha na amejisukuma kuketi karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujijengia environment ambayo kwamba haitamtoa katika sakole ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeona kwamba bibi Maryam pia amekuwa ni mtu ambaye amejilazimisha na kujilazimisha na haya matendo madogo madogo. Mathalan adhkar, amekuwa mwenye kujilazimisha. Mathalan hijab, masala ya hijabu amekuwa ni mwenye kujilazimisha. Mathalan kuhakikisha kwamba hakuna siku ambayo kwamba anamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa hii bahathi ya bibi Maryam na bahathi ya wanawake inafungamana kivipi? Inafungamana kwa sababu bibi Maryam ni mwanamke ambaye kwamba tumemdurusu, na bibi Maryam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja katika Qur'an, amemwelezea na tumemfahamu kupitia katika Qur'an, na tumefahamu vitendo vyake kupitia katika Qur'an, na tumefahamu mwenendo wake kupitia Qur'ani tukufu, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfikisha katika martaba ya juu na akamfikisha katika ngazi za juu. Sasa swali ni kwamba je, mabinti zetu ambao kwamba mnatufuatilia, hatuwezi muiga bibi Maryam? Hatuwezi jizuia kufanya maasi, hatuwezi jizuia kutovuka au kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sakala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametokea, hatuwezi jizuia kuvuka. Je, hatuwezi jilazimisha kuingia katika hizi minasaba ambayo kama ni minasaba bora, vikao vya kheri, hatuwezi jilazimisha na kuhudhuria? Je, hatuwezi jilazimisha kusoma dini yetu? Je, hatuwezi jilazimisha angalau tuweze kupata 5% ambayo kama bibi Maryam na sifa za bibi Maryam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie, ambayo kwamba amekuwa naye? Hatuwezi jilazimisha tuwe na hizo sifa? Jawabu ni kwamba inawezekana kujilazimisha na inawezekana kuzifanyia kazi. Imebaki nafasi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, na muda ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia katika ardhi hii, ni nafasi pekee ya sisi kuweza kuchukua na kuwa mfano kama bibi Maryam. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na mwisho mema. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tumfate haki ya kumfuata bibi Maryam. Inshallah Ta'ala, katika masiku ambazo kwamba zinazokuja tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na wanawake wengine ambao kwamba ni wema katika historia ya Kiislamu. Wengine tunawajua na wengine hatuwajui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.